Kama unaandika kichwa cha somo, kama unapenda kuandika nikutajie kichwa cha somo. Andika tumia mamlaka hii ya Yesu. Nimesemaje? Tumia mamlaka hii ya Yesu. Yeah. Tumia mamlaka hii ya Yesu. Nimekuwa kwa wale ambao mnanifuatilia sasa kwa muda mrefu, nadhani mimi sio mgeni kwenu. Hata unaweza ukaelewa kwamba kitu gani natamani kiingie kwenye akili za watu. Nikitazama kanisa la Kristo kwa ujumla wake, ninaliona ni kanisa ambalo limempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, lakini bado halijapata faida ya wokovu katika maisha yao. Yaani ukitutazama kile tulicho nacho na maisha yetu havipelekani. Bado ni kana kwamba tunaishi chini ya agano la kale. Na mimi nawaruhusu katika kuhubiri kwangu siku hii ya leo, ukiona kuna mahali nimekuacha, uniambie. Maana lengo langu sio kuhubiri na kumaliza, lengo langu ni kwamba uweze kuelewa. Amina. Haleluya. Amina. Kwa hiyo usije ukatoka na kitu kwamba ningetamani pale angenielewesha. Kama kuna jambo nimeliongea hujaelewa, unaweza kusema mchungaji, unanyosha tu mkono, mimi nitakuona, nitakuruhusu niulize. Maisha ya agano la kale na maisha ya agano jipya yako tofauti. Napoongelea habari ya agano la kale na agano jipya, siongelei vitabu. Vitabu vimeandikwa agano la kale na agano jipya. Mimi ninachoongelea ni mfumo wa ibada. Na wenzetu wengi wanachanganyikiwa tunapokuja kwenye hoja ya maagano haya mawili, wakidhani kwamba tunaongelea vitabu. Tunaongelea mfumo wa ibada. Mfumo wa ibada wa agano la kale ulikuwa ni mgumu sana. Ulikuwa ni mzigo mzito ambao Paulo anauelezea. Utasoma kwa muda wako wewe kwenye Waebrania sura ile ya 8 na ya 9, utasoma kwa muda wako. Unaweza ukaenda mpaka sura ile ya 10. Kote hapo anaelezea habari haya maagano mawili, na anapoelezea kuhusu agano la kale anasema lilikuwa na taratibu zake za ibada ambazo zilishindwa kuwasafisha wanaoabudu, hawakutakaswa. Leo tunaishi kwenye agano jipya ambalo lina nguvu kuliko akili yako inaweza kufikiri, na bado hujafurahia hizo nguvu za agano hili jipya, mfumo mpya wa ibada. Hebu tafakari yafuatayo. Kila ukitenda dhambi unakwenda kutoa sadaka ya mnyama. Wangapi hapa ni wafugaji? Nyosha mkono. Wafugaji. Mmoja. Hebu nyosha tena. Wafugaji. 1, 2. Ngoja nidadavue kidogo. Kuna tofauti ya kufuga na kuishi na wanyama. Sasa mimi natafuta wafugaji. Yaani usije ukanyosha mkono na ng'ombe 2, 3, 4, 5, wewe unaishi na wanyama. Haya, wafugaji. Hatuna hata mmoja. Umeona, hiyo tu inatosha kwamba ingekuwa tupo kwenye agano la kale, balaa na mikosi na kuandama, kwa sababu dhambi zako wewe mwenyewe unazijua. Sasa kila dhambi upeleke mnyama. Iwe ni kondoo, iwe ni mbuzi, iwe ni njiwa. Lakini Mungu aliwa neema akashusha mpaka kuna level mtu anaambiwa kwamba anaweza akatoa hata unga. Ukikwama nakwambia hata kadivai huna. Yote tu uweze kusamehewa dhambi zako. Lakini pia kulikuwa na sheria nyingi. Sura ya 9 ya Waebrania inazielezea zile sheria. Na kuna wengine mpaka leo wananiuliza maswali na unasema bado hawajaelewa tunaishi kwenye agano gani bado. Moja wapo, akina mama kuna wakati hawaruhusiwi kuja kwenye ibada. Mmenielewa? Lakini chini ya agano jipya wanakuja, maana tumetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ilikuwa ni agano gumu ambalo ilibidi tukombolewe kupitia Yesu Kristo. Siku ya Sabato kuna mwanamama mmoja alionekana anaokota kuni. Adhabu yake ilikuwa ni nini? Kifo. Pigwa mawe hapo hapo.